Manchester United goli 2, AC Milan 4. Hey. Manchester United wamecheza dhidi ya AC Milan katika mchezo wao wa mwisho maandalizi ya msimu mpya, na Milani wameibuka na ushindi wa 4-2. Kitu kikubwa kilichoonekana leo si tu kwamba United wamefungwa, bali ni namna ambavyo walipoteza udhibiti wa mchezo baada ya kuonekana wako kwenye nafasi nzuri. United walitangulia kupitia Henry Maguire kabla ya Milani kusawazisha, na baadaye Patrick Dorgu aliwapa United bao la pili, lakini Milani wakageuza kabisa mwelekeo wa mchezo na kufunga mabao 4 kwa ujumla. Tatizo kubwa la United lilikuwa kwenye udhibiti wa mchezo. Baada ya kupoteza momentum wakiwa wanaongoza, walihitaji kupunguza nafasi ambazo Milani angeweza kutumia kwenye transition, lakini safu yao ya ulinzi ilianza kuonekana wazi zaidi. Lakini pia Milani walipata nafasi ya kushambulia maeneo ambayo United walikuwa wanayaacha, na hapo ndipo mchezo ukaanza kubadilika. Jambo jingine la kuangalia ni Bruno Fernandes na penalty. Nahodha huyo alikosa penalty, jambo ambalo limeongeza maswali kwa sababu tayari alikuwa amekosa penalty kwenye mchezo uliopita dhidi ya Leeds. Hata hivyo, kwa kuwa huu ni mchezo wa maandalizi, si sahihi kumu Bruno kwa tukio hilo la pekee, lakini Dorgu alikuwa miongoni mwa walionyesha kitu siku ya jana. Lakini Patrick Dorgu alikuwa na nguvu kasi kwenye upande wake. Akiongeza nguvu kwenye pressing na hata kufunga bao la United. Hii ni ishara nzuri kwamba anaweza kuwa na nafasi muhimu kwenye mipango ya Michael Carrick msimu huu. Na kuna story nyingine kubwa, Marcus Rashford amerudi kuonekana tena kwenye kikosi cha United baada ya kipindi chake cha mkopo Barcelona. Hakuwa na usiku mkubwa sana, lakini kurejea kwake kunampa Carrick chaguo jingine la kushambulia kabla ya msimu kuweza kuanza. Lakini pia huu si mchezo wa kusema kwamba Manchester United ni timu mbaya pre-season, na United wameonyesha dalili nzuri chini ya Carrick. Walimaliza msimu uliopita nafasi ya 3 na sasa wanaingia msimu mpya wakiwa na matumaini makubwa zaidi. Lakini pia kipigo cha 4-2 ni alama nzuri kwa Carrick, ikiwa United wanataka kupambana na timu kubwa kwenye Premier League na Champions League. Wanahitaji pia na consistency ya dakika 90, ulinzi wenye nidhamu na matumizi bora ya nafasi wanazozipata pia hilo. Kwa ufupi, United walionyesha ubora na kushambulia, lakini Milani walionyesha kwamba bado kuna pengo katika kucheza vizuri na kudhibiti mchezo mzima. Msimu huu Premier League unaanza Agosti 22 dhidi ya Hull City. Hivyo Carrick na muda mfupi, unaambiwa Carrick ana muda mfupi sana wa kujirekebisha na kuweka haya mambo yakae sawa. Hiyo ni Manchester United pre-season imeweza kuanza namna hiyo. Kwa mashabiki wa Manchester United, je, unafikiri huu huenda ukawa tena ni msimu mwingine mbaya kwa Manchester United? Lakini kumbukwe kwamba Manchester United msimu uliopita walijaribu kupanda walau nafasi kadhaa na kuweza kuingia katika nafasi ya 3, kumaliza katika nafasi ya 3. Kwa hivyo msimu uliopita unaweza kusema kwamba haukuwa msimu mbaya sana kwa Manchester United kwa sababu walijaribu kusogea nafasi za juu. Labda msimu huu kwa dalili ambazo unaziona, unafikiri Manchester United itaweza kushuka nafasi ama itazidi kupanda nafasi nyingine ya juu, kwa maana ya kwamba nafasi ya pili mpaka ya kwanza kuwa bingwa kule EPL? Mimi ni Steven Kamil na hii ni Spurs Online TV. Hivyo basi usiache kusubscribe, kulike, comment na kushare ili uwe kwanza kupata update na makala.